Amen. Tunaona eneo la kwanza walilobatizia ni kwenye mto. Yesu Kristo naye alibatizwa kwenye mto Yordani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo la kwanza la kubatizwa ni kwenye mto. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 23, tunamwona Yohana pia aliendelea kubatiza sehemu nyingine tofauti na mto Yordani. Alibatizia wapi? Fungua hapo Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 23. Amen. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainon karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Huko Ainoni kulikuwa na maji tele. Watu wakamwendea na wakabatizwa. Tunaona eneo lingine ambalo Yohana Mbatizaji anabatizia ni kwenye eneo linaitwa Ainon. Hapa kulikuwa kuna maji nini? Tele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona ni eneo ambalo kulikuwa na maji ya asili, maji tele. Mto wa Yordani nao ulikuwa una maji tele. Bwana Yesu asifiwe. Anabatiza kwenye maji ya asili. Haleluya. Pia kwa hiyo eneo la pili ni mahali penye maji tele ya asili. Sio maji yaliyochotwa na kuwekwa mahali, hapana. Penye maji ya asili. Inaweza ikawa kwenye ziwa. Haleluya. Kwenye maji tele ya asili. Pia ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 2, tuone wana wa Israeli walipopita kwenye bahari ya Shamu, ingawa yale maji hayakuwagusa ya bahari, hayakuwagusa. Maana maji ulipasuka, palipasuka katikati, huku ukatokea mlima wa maji, na huku mlima wa maji ukawekewa mpaka, wao wakawa wanapita kwenye mchanga, maji hayakuwagusa, wakawa wanapita, ikatokea njia. Lakini kwa kitendo kile Biblia inatueleza ulikuwa ni ubatizo.